Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mtakatifu aishiye kwa jina la Yesu. Mungu Bwana anasema tunainua kanisa lako, neno lake linashuka kwetu, linashuka ndani ya kanisa lako Yesu, kama vile kwa jina la Yesu, inavyoshuka na kuweza kutupa ardhi ya mimea. tunakemea mipango ya shetani mahali hapa Yesu, tunakemea kila mipango ya shetani mahali hapa Jehova, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Neno lake Uonekane ndani ya hekalu lako Mungu, linakupa nguvu utende maajabu ndani ya kanisa lako za kuweza Yesu, kujua mbinu maana na tunasema ila unatenda mambo makubwa, tunaamini neno lake unafanya likikaa miujiza ndani yako tofauti Yesu, linakupa kwa mamlaka na jina uwezo la wa kuweza Yesu. kushinda chochote, kwa sababu yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu ambaye anaweza, yeye ni Mungu ambaye ni mtawala, yeye ni Mungu mwenye mamlaka, yeye ni Mungu mwenye mamlaka. Anasema fahamu zake zi juu ya fahamu zetu, akili zake zi juu ya akili zetu, hivyo hakuna awaye yote anaweza kuunganishwa naye. Yeye ndiye yule ambaye hawezi kushinda na chochote, yeye ndiye Mungu ambaye hawezi kushinda na chochote. Baba, asante kwa upekee wa siku ya leo, asante kwa utakatifu na ukuu wako ambao unaendelea kuzilisha ndani yetu. Wewe ambaye ni mkamilifu, tumesimama mbele zako, tunaomba rehema na upako kutoka kwako. Tunyunyizie Bwana mafuta ya Roho Mtakatifu kutoka kwako, yaweze kukaa ndani yetu na ukuu wako uendelee kuzilisha. Tazama, wewe ni Mungu mwenye mamlaka, wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu unayeweza yote. Bwana, tufanye tuweze kuwa watoto, na wote wanaompokea wanafanyika kuwa wana wako. Hivyo Bwana, sisi ni wana wako, sisi ni warithi wa ufalme, sisi ni uzao teule, uzao ambao umetokana na wewe. Tupe mamlaka Bwana ya kuweza kukanyaga nyoka na nge. Tupe mamlaka Bwana ya popote ambapo tutaweza kukaa tupate kutawala. Tupe uwezo Bwana wa popote ambapo tutakuwepo jina lako liweze kuonekana. Tupe uwezo Bwana popote ambapo tutakaa ukuu wako uweze kuonekana. Asante kwa neema yako ya kipekee. Asante kwa neema yako ya kipekee. Asante Kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu
asante waimbaji, Wakupewa asante. sifa, Piga makofi kwa ajili ya wakupewa waimbaji. sifa na utukufu Tunawashukuru na sana. heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Shangilia kwa ajili ya waimbaji wetu. Mungu awabariki sana. God bless our Hallelujah. singer. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mupo? Are you here? Amen. Amen. Mbona wale watu wanakaa nyuma na viti viko hapa mbele? Sijui ni Why those sababu people gani. they sit on the Fisto, back ndo and their sisteme front hizo? is right here? Hamwezi kusogea? Ha? Mumekaa kabisa kama mmechoka. Mko kwa basi au mko wapi? Mukae kama mko kanisani tafadhali. Wakati nyingine watu wanajisahau kama wako kanisani. Sometimes some people forget if they're in the church. Amen. 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 Na ni kweli, acha tusahau, It is true, let us forget. kwa sababu tunazoea sasa kukaa kwenye magari kila saa. Because we used to stay in the car every time. Sasa mtu kuko wakati atakuwa kanisani anawazia yuko kwenye gari, And when we come to church, we think like we're still in the car. kumbe yuko kanisani. Even he's in the church. Lakini acha tuonyeshe utofauti wa kuwa kanisani Let us make the difference from the church na kuwa nyumbani kwetu to be on our house au kuwa kwenye restaurant, or to be in the restaurant. kwa sababu ni vitu tofauti. It's different locations. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kama unajisikia wewe hausikii hamu ya kukaa kanisani, If you feel you don't want to be around church, kuna gari lako pale nje, unaweza kwenda ukakae kwenye gari, there are car parking outside. You can go outside to sit down in the car. lakini usikuje kanisani kuleta distraction. Don't come to the church to make distractions. Amen. 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 Hiyo ni kweli, niko nawaambia kama unajisikia hausikii kufuata maneno ya Mungu. If you feel you don't want to listen to the word of God, Gari lako liko nje, sijui, your car is outside parking outside. unaweza kwenda ukakaa kwenye gari lako. You can go in your car and park. Kama kuna sit yule on your car. unachunga, unamchungia huko nje. And if there's somebody you're waiting for, you can Lakini wait hapa outside. kanisani, If it's this church, wakati tunafika kusikia neno la Mungu, if it's the time to listen the word of God, hatuhitaji we don't want, wala hatutaki kukuona we don't want to see you. ukifanana kama mtu wa maajabu, We don't want you to look like a different kwa person, sababu wewe si ajabu hapa kanisani. because you know the difference. Amen. Tunapaswa tujue kama tuko mbele za Mungu. You have to know you're in the presence of God. Sasa kuna vijana wanakuja wanashiba, wanawazia wako kwenye buffet, sijui mko wapi. The young men, they come here, they feel like they are Chinese buffet. Hapa ni kanisani. Here is the church. Amen. 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 Na wazi mtanichukia, hilo hamtalipenda. I know you will not like me, but because of what I said to you. Tunawabembeleza, lakini kuko wakati hatutaki tena kubembeleza. We are trying to beg you, but you know, there will be time Tukiona we will huko not nacheza na Mungu hatutakukubalia. if you play with God, we will not let you play with God. Amen. Amen. Haleluya. Acha niwasalimu na kuambia kwamba tunawapenda. Let me greet you to tell you I love you. Amen. Amen. Ukiona ndugu yako anasinzia, mguse kidogo, mwambie jipe moyo, hata ulilala kazini, si ndio? Amen. If you see your neighbor just fall asleep a little Mwambie bit, hata ulilala kazini, jipe moyo. if you see a neighbor just fall asleep, Mwambie na mchungaji hapo mbele alilala kazini. if you see your neighbor just fall Amen. asleep, just tap your neighbor. and Hiyo tell ndo him, Marekani. even you sleep at work, just to make sure you. Hiyo ndo Marekani. This is America. Ni kulala kwa kazi, unakuja kanisani. It is to sleep at work and come to church. Amen. Amen. Na wafurahia nyote ambao mmekuwa hapa tena siku ya leo, I'm happy for each one of us are here today. na kusema Mungu awabariki sana. God bless all of y'all. Wengi Most walitamani kuwa hapa,
Most people, they wish to be here today, lakini haikuwezekana kwao and it was not possible for them to be here kwa sababu because wamepatwa na mashida mbalimbali. they get some problems around. Maybe walikuwa kama mimi hapa, Maybe they was like me today, lakini sai but this time kuna wale wako kwenye mortuary, there are some people that are mortuary right now, wamekufa, wamepoteza uhai. and they are dying. Wengine wako kwenye maserumu. And some they are on oxygen. Amen. 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 Na walikuwa wanatamani kwamba nao watakuwa kama wewe, And they was wish to be like you today, lakini haikuwezekana kwao. but it was not possible for them. Sasa ujiulize wewe, kama uko hapa Just ask yourself, you are here na kama ungali mzima, and you still alive. ulimupa Mungu nini What did you give to God? kusudi mpaka saa hizi What you give to God like for this time? uwe ungali unapumua? For you to be breathing right now. Ni kwa ajili ya kiburi chako? It's because of your attitude? Ni kwa ajili wewe ni mzuri? Because you are beautiful? Ni kwa ajili uko na mayele mingi? Or maybe because you have a lot of hair? Na hao nao walikuwa na mayele kama wewe. And all them too, there was that attitude the same way you was having. Amen. Amen. Mungu awabariki. God bless you all. Siku ya leo tuna Today, ujumbe mfupi. today we have a short message. Lakini acha nikwambie, Let me tell you, kanisani, the church, kama watu wanakuja kanisani, if you people come to church, msione tunajaa hivi. don't feel like we are just in full in the congregations. Amen. Amen. Lakini ujumbe But the message, haikuwaki ya watu wote wenye wako hapa. the message is not for everybody. Kuko wamoja, There are some, tukimaliza when we finish, hata utamuuliza walihubiri nini, if you ask the person, what did the pastor preach? atakwambia mimi sikusikia vizuri, He will say, I never hear what they were saying. kwa sababu haikuwa message yake. Because it not his message. Wamoja wanakuja kwa kukaa, A lot of people, they come to just sit. wengine wamekuja kutembea, Some, they come just and walk. wengine hapa And some here. walikuja na message na mtu fulani waje waonane hapa kanisani. And some, they come here with message. They want to have a meeting with someone. Sasa huyo mtu mwenye alikuja kuonana na mwingine, The person who come to meet other person, walipigiana simu they call each other. waje waonane hapa. They come to talk like they Sasa come hata meeting today. wahubiri kweli, huyo mtu atasikia Even the pastor, if he preaches, is that person will be able to listen? hiyo message? Haiwezi kuwa yake. That's the message will not be for that person. Amen. 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 Sasa ujiulize, Just ask yourself, huyo ni mimi au is that person is me or somebody else? ni mimi nilikuja tu au Is me just in come or not? ni mimi nilipiga simu kama tunaenda kutanana na fulani au hapana? It was me just in call somebody to say I'm having a meeting with somebody or Jiulize somebody kweli, else. Ask leo yourself. nilikuja kanisani kwa ajili ya Mungu au nilipenda tu kuja? Ask yourself, I come to the church because of God or I come for something else? Kuna wengine hata kuamuka hawakuweza kuamuka, And there's some people that was not be able to get up today. mpaka walisukumwa. They have to force them. Amen. Amen. Sasa mnasikia kama hizo message zikikuya, nani ataipokea? If you hear that message, do you think who will get those message? Lakini acha nikupe courage. Let me just congratulate you. Kama ulikuja kwa ajili ya Mungu, If you come here because of God, ujumbe ni huu. the message is this. Soma katika kitabu cha Wagalatia, I'll read the book of Galatians. hata tukisema tusome unaona watu yote wanakuangalia tu hivi. If we want to read, people, they just look at us. Watu hawana Biblia. People, they don't have a Bible. Biblia inauza $30. The Bible costs only $30. Na zingine ni za bure kanisani. And some it's just free in the church. Lakini tunasema tusome Biblia, And when we say, let's read the Bible, watu wanakutazama tu. and people, they just look at you. Lakini utakutana na mtu yuko na simu And ya you'll 1200, find somebody have a phone for 1,200. hata bado hakuweka Biblia ndani ya simu Even he yake. don't have the app of a Bible on his phone. He don't care. And he don't care. Hajali hata.
You don't care. Mungu atuhurumie sana. God forgive us. Vijana mko na Biblia hapa? Young man, are you have a Bible there? Kweli kabisa? Are you really sure? John, tuone Biblia yako. Show me your Mungu Bible. akubariki sana. Mnaona John Biblia yake? Niliona haiko anasoma ndo maana You don't have nilimwambia. his Bible there. Wengine wanakaa. Biblia yako iko wapi baba? Ni mai. Imani, where is your Bible? Hata kwenye simu hana Biblia. Even in the phone, you don't have Bible. Sasa utajua neno, utapigana na mwenye, mkikutanana na jaribu utalipiga namna gani? If you get some problem, how you'll be able to fight? Si mnaona huzuni wa ndugu? It's just in sorrow. Watu wenye mlikuwa kweli Afrika. And people who just come from Africa. Nani mtu mliona alitoka mnyumba anasema naenda kulima? And who do you see the person said, I'm going to the farm? Lakini akaacha jembe. And he forget the farm stuff to use. Kisha anaambia watu niko naenda kulima. And they tell people like, I'm going to do the farming. Na yeye hana jembe mkononi. And he don't have the material for the farming. Kweli mtakubaliana na watu watakubali uko naenda lima? Are you agree with that person if he say like he go to the farming? Ni kweli si kweli? Is that true? Leo ni kama mafundisho tu haiko mahubiri. Ni Today, kweli si kweli? Is it true or not? Niko naenda kulima. I'm going to the farming. Sasa mtu wa mahera atakuuliza ndugu yangu mbona hauna jembe? And the person will ask you, you don't have the material for the farming. Walio na jembe Bwana sifiwe. The people who have the farming, raise your hands. Wasio na jembe Bwana sifiwe. The people who don't have farming, let's raise your hands. Hamuna majembe sasa mnasema mnaenda kulima. Mnaenda kulima wapi? You don't have the weapons and you say like you want to go to do the farming. Mungu atuhurumie sana. God forgive us. Soma Wagalatia sura ya 6 mstari wa 4 hadi 9. Tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 6. Tunaanzia kwa ule mstari wa 4 na wa 9 mpaka wa 9. Sikiliza hata kama hauna Biblia kwa sababu nitakuwa mfupi. 4 to 9. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kila mtu na apime kazi yake mwenyewe. Amen. Simama kwanza hapo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu afanye nini? Each person Kila mtu afanye nini? Apime nini? Kazi yake mwenyewe. Sasa tuanze kupima. Let's be trying yourself. Hiyo mstari kwanza. Kila mtu apime kazi yake mwenyewe. Each person trying to test his work Tunaanza himself. kupimia kwa hili tulisema. Let's trying to start testing what Kweli, is saying. wewe ni mlimaji au wewe si mlimaji? Let's just try. Are you the farming or you not the farming? Anza kupima. Trying to test it. Biblia inasema mtu asikupimie. The Bible said nobody can help you to balance it. Ujipime wewe mwenyewe. Balance yourself. Wewe You. ni Mkristo Are you, au wewe si Mkristo? are you Christian or you not the Christians? Amen. 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 Biblia inasema kila mtu ajipime mwenyewe. The Bible said each person balance themselves. Kujipima, To weight yourself, hakuna mtu anahitaji kuja kukupima. there's no anybody need to weight you. Kama ni kwenye kilo, If it's for the weight, unahitaji kusimama kwenye mzani wewe mwenyewe. you have to stand on the scale to trying to get your weight by Amen. yourself. Unaanza jiuliza niko na vilo ngapi? You try and ask yourself, but does I'm Kisha getting weight? unatazama unasema, "Oh, hivi nimepanda kidogo." And now when you look at it, you start asking like, oh, now I'm getting my weight. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kila mtu na ajipime mwenyewe. Amen. Each person weighs themselves. Na wazi tukimaliza If we are finished, utajua uko wapi. you will know where you are at. Kama unakuja tu kanisani, If you just come to the church, utajua uko wapi. you will know where you are. Tuendelee baba. Anasema lakini kila mtu na apime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapojua
na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Amen. 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 Mulisikia? Kila mtu ajipime mwenyewe, apime kazi yake mwenyewe. Ukishamaliza kupima kazi yako mwenyewe, ndipo utapata sababu ya kufanya nini? Ya kujisifu. And if you test yourself, to watch yourself, you will be able to tell yourself you are able to do everything. Amen. 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 Na mstari wa 5 inaendelea kusema, Ndio. maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu atalichukua fungo lake. The Bible said each person will carry his own belonging by himself. Amen. Amen. Bienvenue. Bwana asifiwe. Mimi ni baba yako lakini sitakusaidia. I'm your father, but I will not be help you. Amen. Amen. Biblia inasema kila mtu. The Bible said everybody. Haijasema pasteri atalichukua fungo lake mwenyewe. The Bible don't say the pastor will take his own belongings. Biblia inasema kila mtu. The Bible said each person. Amen. Amen. Pale kwenye huko, The place you are at, ambia ndugu yako hivi, tell your neighbor, uko na mzigo wako. and you have your belonging. Hivyo ndo wanaambianaka. Ona kisi wanaambiana. Mwambie uko serious, kwa sababu kienyo na mwambia anapaswa kurudia nacho nyumbani. Mwambie una fungu lako mwenyewe. You have your belonging by yourself. Historia ambia nani pale? Okay. Mamu kule nyuma ulimwambia nani? Okay. Mwambie tena, ndugu yangu una mzigo wako mwenyewe. My neighbor, you have your belonging by yourself. Na utalichukua fungu lako mwenyewe. And you will carry your belonging by yourself. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata bwana yako akupende, akupendelee, Even your husband, if he love you and love you, akubembeleza kutie na kumgongo, and even he carry you to his back, hata kusaidia kwa fungu lako, he will not help you with your belonging. utalichukua fungu lako mwenyewe. You will carry your belonging by yourself. Amen. 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 Mie. Oh, me. Na bamoya wanakuwaka na babwana bakubasemea. And some people, they have some Na husband wengine to talk wako na for babibi them. bakubasemea sasa. And those who they have husband who Na talk for them. baba na bazazi bamoya wanajua kusemea hata na watoto. And some parents, they have it they know how to talk about the kid. Unajua mtoto wangu? I know my kid. Unajua? I know. Wewe fanya tu hivyo. Just say do that. Lakini kuko siku There will be time. atalichukua fungo lake You only carry his na belonging, wewe utachukua fungo lako. and you carry yourself. Bwana yourself. asifiwe. Amen. Kwa sababu ndugu yangu nikwambie, Because angalia hata mfano. just say, look, Hakuna imagine. hata mtu anaweza kuchangia kaburi na ndugu yake. Just say, see, even you cannot be sharing. Wewe kwa sanda yako mwenyewe, You'll be in the casket by yourself. si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Siku mimi nitakufa huyu, If I will be die, nitanyoroka mimi mwenyewe. I will just stand straight up by myself. Hata walie, mukalia, munalia, munaongeza hata kulia. Even if you cry, you increase crying. Mimi naenda mwenyewe. And I'll go by myself. Kuna mtu tutaenda naye? Does anybody will go with it? Ni hivyo The way I am, katika safari ya kwenda mbingu. and to the presence of God, Mambo yote tunayoyafanya kanisani, everything we do in the church, mambo yote tunayoyafanya hata huko nje, and everything we do outside, Bwana asifiwe, praise the Lord, ni mizigo is the belonging. ambayo tuko nayo. And it's the belonging we are carrying. Haleluya. Amen. Sasa kuna namna mbili za mizigo. And there are two types of belonging. Haleluya. Amen. Kuna namna mbili za mizigo. There are two types of belonging. Niliwahi kuona watu wanabeba mizigo hivyo hivyo. I see people carrying some stuff on Kila the shoulder. mmoja anaambia mwenzake aseme, "Omwe hata weye." And I see somebody say,
At least you ulibeba vitu vizuri. carry good stuff. Amen. 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 Acha nikuulize. Let me ask you questions. Mtu akikupatia ubebe vilo 100 vya majiwe If somebody give you 10 or 100 pound of na mwingine rock, abebe vilo 100 vya mayani, and somebody carry 100 of nani grass, alibeba vizito? who's carry the heavy ones? Ha? Acha basi niseme mzuri. Mumoya anabeba vilo 100 vya majiwe. And if somebody carry 10, Mwingine 100, anabeba vilo 100 vya manyoya ya kuku. and somebody, one person carry 100 Nani alibeba pound of rock, vizito? Nani? Wa majiwe ndo alibeba vizito. and somebody carried the photo of Bwana the chicken. siwe. Who's carrying the heavy? Sasa wa vilo 100 vya manyoya ya kuku hata choka. The one who carried the photo of chicken will be tired. Unajua tukikamata manyoya bilo 100 If you would take the photo of chicken, 100 pound, ni kama aka kanyumba kote, it's like this little house right there. si ndio? Is that true? Sasa unabebesha mtu aka kanyumba kote, If you give that person to carry that, like, na that mwenzenu little house, anabeba vilo 100 vya majiwe vya pata hapa. and somebody carry out 100 Sasa pound of mnasema rock, wa majiwe ndio iko na uzito. and the rock person that's Acha the one is nikwambie. heavy. Let me tell you, Bote bako na vilo moya both of them have the same weight, na bote wanachoka. and all of them they're tired. Kila mtu yuko na mzigo, Each person is ni carrying mizigo stuff. tofauti, It's just in different lakini stuff, wote wanachoka. and all of them get tired. Amen. 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 Wewe unaweza kubeba mzigo wa uongo, You can carry heavy of Sindio? lightness. Is si that ndio? true? Is that true? Mwingine anabeba mzigo wa usherati, And the other person au carry mwingine the anabeba sins. mzigo wa nini? Wa ulevi. Another person carry the carrying of the Lakini yote ni drinking. nini? And all Yote them ni is a sin. mizigo. And all them the sin. Bwana asifiwe. Amen. Yote nafanana tu mizigo. All them it look like Hallelujah. heavy carrying. Amen. Yote ni mizigo. All them they're heavy. Lakini utaona But you mwenye can see anabeba mzigo wa uongo the person who carry of lightness, anaikalia mulevi. and the person who carry the luggage of lightness is talking about the drinkings. Amen. Amen. Hey, wale wanakunywa pombe. Oh, those people they Hey, wale drink ni beer. walevi. Those that are drunker. Wewe You. unajua nyumba ngapi ulishabomola juu ya uongo? Do you know how many home you already destroyed because of your lightness? Unajua ni wangapi ulishatosha kanisani juu ya uongo? Do you know how many people you kick them out from the church from your lightness? Amen. Amen. Mnakuwa na huzuni pale? Are you feel sorrow? Mnakuwa na huzuni? Are you feel sorrow? Uongo The lightness, ni mzigo it's heavy tena mbaya. and it's bad. Amen. Amen. Ulevi ni mzigo. The drinking it's a heavy, like you carrying heavy luggage. Unjanja ni mzigo. Unjanja. Oh, like stingy is something else. Acha niwaonyeshe. Amen. Yuda alikuwa nani? Yuda alikuwa Who nani? was Judah? Alikuwa mwongo. The Judah was a liar. Yuda alikuwa mjanja. I love you. I love you. Mpaka Yesu akasema, huyu kijana nampenda sana, tena yuko clever, acha nimpatie franga, atakuwa anashunga franga. And Jesus is so Judah. He see him like he's good guy, a good man, and he give him the money to be Wenye carrying the wanafika money. wanataka kula, When it's time for eating, tutakula ngapi? what will he be eating? Yeye ndo anasaini check. And he's the one who signed the check. Lakini But kwa unjanja tu, for like this, kwa sababu alikuwa na huo mzigo wa unjanja, because he was carrying the luggage, alifanya nini? Zile pesa naweka the money was carrying. aliziacha, He left the money. akaenda tafuta makumi ngapi? He found only Akaenda 3 tafuta coins. makumi tatu. 3 coins. Ni mzigo si mzigo? Is that heavy? Ni or mzigo si mzigo? is
that luggage? No luggage. Muangalie ndugu yako mmacho, utafuta unajua kama ni mjanja au si mjanja kanisani. Look your neighbor and talk to your neighbor. Mweleze, acha kucheza. Angalia huyo mko naye, muangalie, utajua kama ni mjanja wala si mjanja. Angalia macho ya watu. Amen. 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 Naona watu wako wanacheka lakini hatungepaswa kucheka. I see people laughing. I don't Bwana know asifiwe. Amen. Haiko siku ya kucheka, ni It's not siku the ya time to kulia. laugh. It's the time to cry. Kwa sababu Mungu anasemaka na watu. Because God talked to his people. Amen. Amen. Alitaka tuseme hivi leo. God want us to say this. Teme yetu ya mafundisho ya leo The 10 of today, inasema hivi. it is say this. Wewe uwe mjanja. Just be kind. Jifanye mjanja kwa gisi yako yote. Just behave like you have Lakini but one day, usidanganyike. don't forget. Usijidanganye ndani ya moyo wako. Don't forget in your heart. Mungu haziakiwi. God will never lie. Amen. Amen. Mungu haziakiwi. God will never lie. Amen. Amen. Mulisikia teme yetu. Ukifika nyumbani wakikuuliza leo walihubiri nini? If you go to home, you ask when they ask you what did they preach today? Sema hivi. Say this. Walituambia They tell us, tusidanganyike. we do not forget ourselves. Mungu haziakiwi. God is not forget us. Amen. 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 Soma, msomaji wetu atusomee mstari wa 7. Unasema nini? Read us chapter 7. Verse 7 inasema hivi kwa ile chapter 6. Msidanganyike, Mungu haziakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ya Mungu anataka kusema na sie vile. God wants to say something. Usidanganyike. Don't forget yourself. Oh, deceive, I'm sorry. Usidanganyike. Don't deceive yourself. Niko nasema na nani bandugu? Who I'm talking to. Usidanganyike na kujidanganya moyo wako mwenyewe. Don't deceive yourself or don't deceive God. Mungu hasiakiwi. God is not get deceived. Chochote upandacho, Anything you bring out, ndicho utakachovuna. is that what you will get? Amen. 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 Chochote utakachokipanda, Anything you plant out, ndicho utavuna. that's what you will get. Ukipanda uongo, If you plant the linus, utavuna uongo. you will get the linus. Acha nikwambie habari. Let me tell you the story. Hata jana walituambia kwa maombi hiyo habari. They tell us something Nilikuwa on that namsikiliza yesterday in the nikasema prayer. huyu sasa ananiingilia kabisa. Who is the person getting me? Mtu mmoja alikuwa muongo, alikuwa anadanganya Mungu kanisani. Some people, he was in church, it was life for God. Muangalie huko. Just Wakati look, wa kutoa cha 10, the time to do the offering, alikuwa anaandika hapa kwa envelope. he was right on the envelope. Oh, sorry. Alikuwa analeta envelope bila kuandika. He was bringing the envelope with no name on it. Na hamuna kitu. And there's nothing on it. Kwa ajili ya unjanja, Because he wants to show people. anataka kuonyesha watu kama na yeye anafanya nini? He wants Anatoa. to show people like he gives. Kwa bahati nzuri, by likeness, yeye alikuwa kati ya watu wa kuhesabia sadaka. and he was among those people who count the money. Sasa alikuwa akiidumbukiza, He was putting the basket, anachungana nayo wakati wa kuhesabia. and he waited his envelope at the time for the counting. Amen. Amen. Sasa yeye saliweka bure He put empty envelope kwa ajili ya unjanja, because he wanted to show off, anaweka. and he put it, Wanaomba. and they pray. Saa ya kuhesabia sadaka, The time to count the offering, yeye ndo wa kwanza kwa ile envelope yake. and he's the first one to go first to his envelope. Anafanya nini? Anafungua. And he opened his envelope, Anachukua pesa za rukata, litoa envelope ya rukata. and he took the money from the Anaweka other person, envelope yake. and he put it to his envelope, Sasa anaandika jina, anaweka pale. and he put his name and put back Ya in rukata inabakia, empty. inabakia vide. Amen. Yake inabeba nini? The money. Pesa ni zake, si zake?
Hiyo ni unjanja, si unjanja? Ni ujanja. Sasa Mungu anaziakiwa? Mungu haziakiwi. God don't deceive. Hauwezi kufanya Mungu unjanja. Don't deceive God. Amen. Amen. Kama uko hapa ndugu yangu, If you are here, my neighbor, na wewe ulikuwa napima kufanya unjanja kwa Mungu, and if you want to deceive God, tangia leo achi. from today, Biblia stop. inasema The Bible says Mungu haziakiwi. God is not deceived. Chochote utakachokipanda Anything you plant, ndicho utakachokivuna. that's what you will get. Huyu ndugu yetu Or friend, ilifika sasa siku naye it was our time. Mungu amdanganye. He cannot lie to God. Amen. Amen. Wakati alikwenda kwa ndoa, The time he go to the marriage, alikutanana na mume kichaa, he found a crazy man. mume wa kumdanganya kila saa. The man who lied for him or her Sasa every yeye day. analia kila saa, And her, she cry every day. unanidanganya. Leo you lie for me. Ulifanya hivi kwa kunidanganya. You do this because you lie on me. Amen. Amen. Sasa mjiulize siku ya kuzaa. Just say, imagine the day of the give Huyo birth. hata beba mimba. Is that person give birth? Hiyo mimba itazaliwa. If that person it will get conceived and that baby will come Mungu out, yuko na uwezo God have wa the kumweka power. mtu pumzi mtumbu bila mtoto, God have a power to give kwa somebody sababu breathe in the Mungu ni stomach with mjanja no baby. kuliko wewe. God is likeness more than you. Amen. 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 Angalia kwanza kisi Mungu alifanya unjanja akakuumba. Just and look how God he do the miracle to create Pumzi you. yenyewe napumuaga kila siku. Hii tunasema inakuaga wapi? Iko mtumbu au iko wapi? The breathing you are breathing in is from in the heart or is from your stomach? Wenye mlisoma iko wapi? Iko mtumbu. The people who go to school is from the stomach. Na kama ingekuwa mtumbu pumzi tunapumua, If the breathing we are breathing is kama from matumbu stomach, zetu kila mtu yuko hapa. and each Na person was hakuna need to mwenye have a big angekuwa stomach, anachekea mwingine kama iko na tumbu kabana. and nobody will be laughing about other person have a big stomach. Amen. Amen. Sasa mjiulize pumzi tunapumua inatoka wapi? The breathing we are getting is where it's come from. Let's ask ourselves. Mungu haziakiwi. God is not getting Chochote deceived. utakachokipanda Everything you plant ndicho utakivuna. and what you will be getting. Amen. Amen. Ukipanda kwa mwili, If you plant for the flesh, utavuna kwa mwili uharibifu. you will plenty for the flesh. Ukipanda uongo, If you plant for siku lioness, moja utavuna uongo. one day you will receive the lioness. Ukipanda chuki mu watu, If you put the surrender on hiyo others, hiyo chuki ndio utavuna mu watoto the yako, surrender will be utaiona. on your kid too. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukipanda wizi If you planted the stealing kwa kumwibia Mungu, and to trying to steal from God, wizi utauona kwa maisha yako. and the stealing we get from your life. Amen. Amen. Ukipanda zambi, If you did the utavuna sin, zambi mu you macho will yako, get the utaiona. sins all your life. Na in Biblia your life. inasema And the Bible says, mshahara wa zambi ni nini? and the Bible Mshahara wa says, zambi ni nini? Ni mauti. amen. Lakini ungali na muda. And you still have time. Amen. Amen. Kwa kumaliza nataka kukwambia Before I ungali finish na this, muda. you still have time. Haleluya. Amen. Tusidanganyike, Mungu hadanganyiwi. God don't deceive. Chochote tutakachokipanda Anything we do, ndicho tutakachokivuna. and that's what we'll get. Haleluya. Amen. Ufunuo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Revelation chapter 3 verse 3. Sijui kama iko karibu tusomeye kwa kumaliza. Ufunuo sura ya 3 The Revelation chapter 3. na yule mstari wake wa 3, Mstari wa verse kwanza 3. hadi wa 3. ile mistari mitatu za kwanza inasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa. Amen. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi
kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala utaijua saa nitakayokuja kwako. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Amen. Katika kitabu cha Ufunuo, The chapter for Revelations, Mungu anatutolea msamaha. God will give us the forgiveness. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anatutolea msamaha. God is forgive us. Anasema, He said, anayajua matendo yako, He know your attitude and your anayajua behavior. matendo yangu. He know my attitude too. Mtu anaweza kuwa na jina People can have names la kuwa hai, and to be alive, kumbe amekufa. even he's dying. Watu waliozaa mapasa, The people who give birth to the pastors, hata watoto wako wakikufa wote wawili, even your two kids, if they die, unasikia wanakuita tu muhash. and if the kids die, they will call you like Kwetu you just wanakuita die. nyabade. Or they just tell you the twins mothers. or Hauna twins tena fathers. wale watoto, But you don't have those kids. lakini kwenye unapita Everywhere you go, unasikia muhash. the twins mothers. Pastere wa kanisa kianguka na kuwa mpagani, When the pastor fall, kwenye anapita everywhere you go, utasikia watu wanamuita tu pastor. even when the pastor fall, the people Pastor. they still call him pastor. Everywhere Amen. you go. Amen. Wangapi walishaka sikia hivyo? Is anybody here that part before? Mshaka sikia na mweye? Is anybody here that Mtu part? anaitwa jina la kuwa hai, Some people call by the name of their lakini life, limefanya nini? even if they die. Limekufa. Bwana tuhurumie sana. God forgive us. Amen. Amen. Sasa tunaweza kuitwa Wakristo wa ndugu, They can call us Christians, kumbe but Mungu anatuona kwa njia nyingine. and God see us for the other side. Lakini Biblia inasema, But the Bible said, kumbuka mahali, kumbuka jinsi ulivyopokea. the Bible said, remember how you receive. Kumbuka Ukristo wako jinsi ulivyoanza. Remember how your Kumbuka saizi uko munini. and just remember what you are doing Biblia right now. inasema utubu. For surrender. Amen. Amen. Tubu, Repent, kisha atakusamehe and God will forgive you, na utaendelea vizuri. and you will continue good. Amen. Amen. Tusimame. Let's raise our feet. Haleluya. Amen. Mungu hafanyi nini? Haziakiwi. God never. Mungu hafanyi nini? Haziakiwi. Chochote tunachokipanda. Ndicho tutakachokivuna. Nilikuwa najiuliza namna gani mtu anaweza panda karanga I was asking myself how the person can plant the kisha peanuts, siku ya kwenda kuvuna and at the time to go get it, unaambia watu wa kurangua mihogo ngo baende rangua mihogo and the mshamba people yako. to go get the yolk to go get it from your farm. Wewe ulilima karanga. You farm the peanuts, Kisha unaambia watu ngo wakuye uza mihogo kwako. and you tell the people to go farm the Mnasikia yolk. vinafanana bandugu? Is that look like? Uko na mihindi unauzisha. And you have Ndo corn, yenye ulilima. the corn you plant on the Lakini farm, unaambia watu wakuye rangua mtama kwako. and you tell people to come get another Hivyo stuff. havifanani. It's not look the same. Unapopanda karanga If you plant the peanuts, utavuna karanga. you will get peanuts. Amen. Amen. Unapopanda mihindi If you plant the utavuna corn, mihindi. you will get the corn. Jinsi ulipanda The way you farm it, na ndo gisi utavuna. is that the way you will get? Ukipanda mema If you plant utavuna good, mema. you will get good things. Ukipanda kusaidia, If you plant it to help, kesho na wewe utasaidiwa. and somebody will help you in next time. Amen. 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 Ukipanda kutendea watu vema, If you want to be helping na people, wewe kesho Mungu atakutendea vema. and God will do something good for you. Lakini tena ukipanda uharibifu, And if you plant the bad things, kumbuka na wewe kesho utaharibika. and the next time you will be in the Lakini next Mungu fall. anasema But God said tutubu, to surrender, kisha yeye atatusamehe. and God will do something. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Acha tuombe Mungu.
Let's pray. Umwambie Mungu hivi. Tell God this. Baba, nimesikia neno lako. God, I listen your word. Wewe umwambie Mungu hivyo. Tell God this. Nimesikia kwamba wewe hauzihakiwi. I hear you say you're not God who deceive. Wewe hakuna mtu anaweza kukuweka unjanja. Nobody can deceive you, God. Lakini najua unjanja wako na ujua mwenyewe. I know you know how you Mwambie Mungu, najua leo kwamba wewe unazidi wanjanja wote. God, I know you above all. Wewe hauzihakiwi. You not deceive. Unihurumie. Forgive me. Siku nilipanda chuki. That day I created bad things. Nilitumia kinywa changu kusema uongo. I use my mouth to say wrong things. Nilitumia simu yangu kusema uongo. I use my phone to say wrong things. Amen. Amen. Na mambo kadhalika kama hayo. And a lot of stuff. Mungu atakusamehe. And God will forgive you. Tuko na ujumbe kusema, we have a message. Tusipofanya hivyo. If we don't do that. Amen. Amen. Tusipofanya hivyo. If we don't do that. Tutavuna nini? What will we getting? Tutavuna? We'll get better stuff. Jana tena tulipata hiyo ujumbe. And yesterday we get that message. Hatutaki kuvuna uharibifu kwa vijana wetu. We don't want to get better stuff from our youth. Amen. Amen. Unaweza jiuliza uharibifu gani? And we're trying to ask you, what is the cause, the problem? Bali tuambia mtu mmoja huyu anaweza kutumana familia yote inafanya nini? Inapata maproblem. They say only one person can destroy everybody. Pia kwa ajili ya mtu mmoja. Because of one person. Nyumba inaweza kuokoka. And everybody can become close to God. Sasa kubienye ulifanya, bienye unafanya. What you are doing, whatever you did. Umwambie Mungu akusamehe. Tell God to forgive you. Mwambie nilisikia Mungu. God, I hear you. Wewe hauzihakiwi. God, you never get deceived. Na ikiwezekana, and if ikiwa utasikia utajongea hapa mbele utajongea. If you feel like your heart unaweza is pushing, kuja hapa kwa madhabahu. You can come on the front. Hakuna shida. There's not any problem. Ni kwa ajili ya kujitia unyenyekevu. It's because you want to humble yourself. Kisha kwa pamoja tutaomba Mungu. And together we'll pray. Nitaalika mapasta wakuje hapa mbele. I will welcome the pastor to come on the front. Tuombe kwa ajili ya kanisa. To pray for the church. Tuombe kwa ajili ya nyumba zetu. To pray for our house. Kuambia Mungu atuhurumie. For God to forgive us. Tujue kutenda mema. To know how to do good things. Kwa sababu ndiyo tutavuna. And that's what we'll be getting. Hallelujah. 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 Asante Yesu. Asante Yesu. Mungu ni mwema sana. Chochote ulichokipanda ndicho tavuna. Kuja hapa mbele. Come on the front. Mungu atakusamehe. And God will forgive you. Kweli Mungu atakusamehe. And God will forgive you. Na usiongeze lakini. Don't go back again. Karibu na wewe, karibu kabisa. Welcome. Na kuhakikishia ukipiga magoti hapa unasamehewa. I'm 100% if you go to your knees right uje now. mahali hapa upige magoti. Come on the front to get praying. Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu ungali na wakati wa kusogea. inanena mema. Yes, Damu ya yes, yes. Yesu Asante Mwokozi wetu. mema. Asante Mungu kwa sababu Inanena mema. Inanena mema. Yes. Inanena chochote mema. unachokipanda ndicho utakachokivuna. Haleluya. Acha twende kuomba. Inanena mema. Tunaalika mapasta kunyosha mikono kwa ajili ya watu hawa. Inanena mema. Baba, katika jina la Yesu Kristo Hallelujah. wa Nazareti,
Jehova, Tunakushukuru Yesu. sana wakati kama huu Tunasema Baba Mungu. yetu, tunakwenda kusema asante na Tunasema shukrani asante. kwa wema na fadhili zako za ajabu kwa ajili ya wana Si wako. wadogo. Mbele ya yote Bwana, Tunasema hakika kwamba umependelea leo iwe kama jinsi Mtu ilivyo, mmoja na ndiyo maana Bwana neno lako mbingu linasema, inashangilia. mbele ya yote Bwana, Tunakushukuru kwa tunaalika watu damu wako yako ya hawa Mungu. thamani iliyomwagika msalaba waliposikia kwa neno ajili lako, ya maovu yetu. wamekuja Shuka na mbele za uso utakase wako. wana wako, gusa Baba, kila umoja, tunawaleta mbele za uso utakase wako. kila umoja, Unajua takasa ni nini mioyo yao, walichokipanda. takasa miili yao, Yesu, takasa nyumba zao, takasa shida zao, takasa Wasamehe magonjwa, Osha washe na dhambi magonjwa, waliofanya. osha vipingamizi, Wawilete osha laana, Wewe osha Mungu mikoshi, unaweza. osha mabala, Wasamehe. hewa zote mbaya Baba, kwa jina la ajili ya wana wako Baba, Yesu unasamehe. tunavunja, Yesu tunaharibu, Mungu tunanyamazisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana, asante Jehova, asante Mungu wetu, asante kimbilio letu, asante ngome letu, kwa sababu wewe ni mwema Bwana, hakika unastahili. Hausiakiwi Baba, Mungu. muda na wakati kama huu tunaweka wana wako mikononi mwako, kwa maana neno lako linasema chochote apandacho mtu ndicho atakwenda kukivuna. Na wana wako katika siku ya leo Baba, wamefika mbele zako, wamekanyaga madhabahuni kwao Baba, kuleta shida na malalamiko yao. Yesu uwaone, Yesu uwaguze, Yesu uwapapase, Yesu upambane, Yesu utende Baba kwa ajili yao Bwana. Asante kwa sababu Baba waenea Baba, natumai kwamba Mungu utatenda, natumai kwamba Yesu utaonekana. Neno lako linasema hakuna waliokanyaga malangoni pako wakarudi kama jinsi walivyoingia. Wote waliokanyaga madhabahuni pako hakika walirudi na furaha, walirudi wakitabasamu, walirudi wakicheza, walirudi wakiona utukufu wako, kwa maana wengine Bwana hakika walishuhudia matendo makuu ambayo Mungu umewatendea wana wako mahali hapa Baba, mikononi mwako wasimamapo mahali hapa, waondokapo mahali hapa, washuhudie matendo makuu ambayo Mungu umewatendea Baba katika siku ya leo. Asante kwa sababu waenea Baba, tunatumia kwamba Yesu hautowapungukia kamwe, bali mkono wako wa kuume utatenda kwa ajili yao Baba. Neno lako linasema tukuite nawe utaitika. Ndiyo maana mchana wa leo Baba tunakuita Bwana, uitika juu ya wana wako. Shida walizo nazo hakika wazijua, changamoto walizo nazo Baba wazijua, matatizo walionayo Yesu wayajua. Uonekane sasa, onekana Bwana, fariji wana wako, pigania wana wako, tetelea wana wako Baba katika siku ya leo. Asante kwa sababu waenea, wewe ni mkamilifu Bwana Baba, tena ni mwenye nguvu, mwenye haki na fadhili. Tuamini kwamba Mungu utatenda, tuamini kwamba Mungu utawapapasa, tuamini kwamba Mungu utawagusa, tuamini kwamba Mungu utawainua katika changamoto zote walizonazo Baba, utawainua katika siku ya leo. Asante kwa sababu Mungu hakika kuomba ni kwetu na anayetenda kazi ni wewe. Ni kupitia jina lako takatifu twaomba tukiamini kwamba Mungu utatenda. Amen. Mubarikiwe sana na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Acha tuombe wagonjwa waje wawaombee kwa haraka. Tunahitaji kuona wagonjwa kwa madhabahu. Ikiwa wewe ni mgonjwa, karibu Pastor Sanchez. Wagonjwa, if you are sick, haleluya. Karibu kwa mgonjwa yeyote. Anybody who's sick, come on the front, who can pray for you. Asante sana. Thank you. Muwe na imani ya kupona. Pray for me. Having faith, you may get deliverance. Father, we come before you in the name of Jesus. Your word
word teaches that you are God, our healer. And by the stripes of Jesus Christ on the Baba, cross, tunaja mbele zako. we are healed. Baba, neno lako linasema ya In kwamba the name of Jesus, Baba, kulikuwa na birika I la command maji all sickness ambalo malaika alikuwa akija leave this body. na akiponya In wagonjwa, the name of Jesus, lakini kunakuwa yule ambaye we cast kwa out all miaka sickness 38 by the power of alikuwa God. hajiwezi In na the alikuwa name of mgonjwa. Jesus, get Baba, out sickness. neno lako linasema ya You kwamba do not belong in kila this mara body. malaika alipokuwa We akija lay hands na on the birika la sick. maji likichemka, We lay hands alikuwa on the akikosa sick. moto, In kwani the kulikuwa name na of kuja Jesus, mwenye nguvu anatangulia casting out na all kupata sickness. uponyaji. Leo watoto wako hawa Sickness leave Baba these wanasogelea bodies. birika hilo la In the maji. name of Jesus. Baba, achilia Bwana kwa In siku the ya name leo, of Jesus. kama vile ulivyomwambia Thank mtu you, yule, Lord. Hallelujah. lève-toi, And we declare prends-toi, lève-toi for your honor et and glory. marche. Achilia na sisi Bwana kwa ajili ya watu hawa, By your tuseme stripes, Bwana, by your magonjwa stripes, aliyogonjwa, we are maumivu healed. aliyoyapata, By your stripes, Baba, Jesus. achilia leo onekane kuwa mwisho Because you wa are maumivu, God, mwisho ya our mateso, healer. mwisho ya magonjwa, You mwisho are ya God, our kisukari, healer. mwisho wa presha, mwisho wa estoma, Jehovah, mwisho wa maumivu ya our kichwa, healer. mwisho wa maumivu ya Thank mishipa, you, Lord. mwisho wa maumivu ya mifupa, And we declare mwisho ya healing. mgongo huo, mwisho wa magonjwa ya tumbo, mwisho. Thank you, Jesus. Achilia wasimame wakatembee, achilia wasimame wakapewe nguvu, achilia wasimame wakawa hai. Wewe ukasema na mtumishi, ukasema na nabii Ezekieli kumwambia kwamba atabiri juu ya mifupa mikavu. Ukamuuliza, je, mwanadamu, hii mifupa hii inaweza kuishi? Akasema, wewe wajua. Ukamwambia tabiri juu ya mifupa, akatabiri na ukapata uhai. Nasi tunatabiri uhai, tunatabiri uhai juu ya mifupa, tunatabiri uhai juu ya minyofo, tunatabiri uhai juu ya ngozi hiyo, tunatabiri uhai juu ya mwili ulioharibika, tunatabiri uhai juu ya kichwa kilichosumbua, tunatabiri uhai juu ya magonjwa yoyote yale, tunatabiri uhai wakapata uponyaji, wakapata uponyaji, wakapata uponyaji, wakapata uponyaji. Tunapulizia pumzi ya uhai. Baba, ni wewe ambaye uliyesema ya kwamba na tutanyosha mikono yetu juu ya wagonjwa nao watapata uponyaji. Baba, ulisema ishara hizi zitatembea na wale waaminio. Baba, kwa jina lako wataponyesha wagonjwa. Baba, na sisi tunaweka mikono kama wazee wa kanisa. Baba, tunaweka mikono juu ya wagonjwa hao Bwana. Baba, achilia nguvu zako zikapite Baba na kuponya watu hawa kupitia imani yetu. Baba, waponye kupitia imani yao. Baba, waponye na kupitia jina lako Bwana, waponye. Tunatangaza uponyaji kupitia jina la Yesu Kristo. Upokee uponyaji, msimame na mkuwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunawashukuru sana wandugu, We thank everybody tunashukuru kwa kusikia neno la Mungu, for your lessons, the word of God. tunawashukuru kwa kuwa mahali hapa. We thank you to be here today. Acha niwatangazie tangazo tofauti. Let me make some different announcements. Kuna tangazo la maombi. We have one announcement for the prayer. Kila siku ya posho tunakuwa hapa kwa maombi. Every Saturday we are here for praying. Tunaendelea kualika watu kujoin maombi. We are welcome people to come to enjoy the prayer. Lakini pia But mchungaji Pasifiki Pastor Pacific, atakuwa na maombi siku ya tatu Pastor Pacific will have a prayer on Wednesday asubuhi in morning mpaka magharibi. and afternoon until Itakuwa afternoon. mafungo, I'll be in the praying. lakini nahitaji kwa kanisa, But I need the church. mtu yeyote anasikia kuomba Anybody who wants to do the prayer, aje ajiunge na mimi siku hiyo. and anybody wants to come to, I want anybody Maombi to hayo come join me on yataanza saa Wednesday. 12 za asubuhi It will start by 6 in the morning mpaka saa 12 za magharibi. and it's 6 afternoon p.m. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ninawaita na kuwaalika I'm telling you, and I invite you to come. tuwe hapo kama mkipenda, Be there if you feel like it. lakini mimi nitakuwa hapo. Me, I will be there myself. Kama utanihitaji kukusaidia siku hizi, If you want me to help you with these few days, uniite kesho na siku ya pili, call me Monday and Tuesday. lakini please kanisa, na waomba siku ya tatu pasiwe mtu ataniita, By Tuesday, Wednesday, I don't want anybody to call me, kwa please. sababu kiniita sitaitika simu, I will not answer the call on Wednesday. na wakati sitaitika simu labda utakwazika. Maybe if I don't answer your call, you get mad for it. Mumesikia tangazo hilo? You listen the first Bwana asifiwe. announcement. Praise the Lord. Mtu yeyote akikwambia nisaidie tupigie mchungaji, mwambie hapana, leo siku ya tatu hatapokea simu. Anybody who say, "Oh, trying to reach a pastor," just tell them Amen. on Wednesday the pastor will not be Amen. answering the call. Amen. Lakini nimesema vile, utaona watu wataniita tu, And I just didn't say this, but I know people that lakini call me on nawaomba Wednesday. tafadhali msiniite siku ya tatu. And I beg you on Wednesday, don't call me. Tusimame. Let's get on our feet.